Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala aliyataja masharti kama hajataja masharti mengi. Anasema shurutu jawazi ruqya, kuna masharti yanaujuzu kwa ajili ya ruqya, kwa ajili ya visomo ambavyo vya kisheria. Anasema al-awwal, sharti ya kwanza, anasema alla ya'taqida annaha tanfa'u bidhatiha, kwamba mtu asiitakidi kwamba hiyo ruqya anaoifanya, asiitakidi kwamba hiyo inaondosha yani changamoto, yani kwa dhati yake. Kama una tatizo, yani kama una changamoto, umerogwa au umepatwa aini na mfano, umeumwa, mdudu mwenye sumu kali, usiitakidi na kuamini kwamba hicho kisomo unaokifanya kwa dhati yake chenyewe kinaondosha changamoto hiyo. Sitakidi hivyo. Duna Allah, fasna Allah. Asema fa in i'taqada annaha tanfa'u bidhatiha min duni Allah fa huwa muharram. Na ikiwa mtu ataitakidi kwamba hiyo ruqya inaondosha changamoto, yani kwa dhati yake, basi na idhni ya Allah, basi hiyo itakuwa nini? Haramishwa. Bali shirku, bali hiyo itakuwa ni shirki. Anasema fal ya'taqidu annaha, bali anatakiwa huyo mtu aitakidi ya kwamba hiyo ruqya sababu lintifai, ni sababu tu ya kuondoshwa hayo mabalaa, illa biidhnillah, lakini isipokuwa kwa idhni ya Allah. Yeye ajalie ni sababu, lakini kwa idhni ya Allah ndio ataondosha kupitia sababu hiyo changamoto iliyokuwa nayo. Kwa hiyo sharti ya kwanza, haitakiwi kwa Muislamu au kwa msomaji wa ruqya yeye akawa naamini kwamba hii ruqya ndio kila kitu, muda kwa inasomwa alhamdu au qul huwallahu au qul a'udhu birabbil falaq au sema ile ya Qur'an, au kuna dua hilo kwamba hilo liliombwa basi Allah anajibu, ukawa moja kwa moja kwa naamini hilo, wewe dua lako hilo linatoa kwa dhati yake, hiyo itakiwi, bali hiyo ni sababu unamwomba Allah. Allah ndio mfanyaji wa kila jambo. Hata kama mlikuwa hujaomba, angetaka Allah yeye angeliondosha, kama Libia alivupa mtihani na baada ya muda akauondosha. Lakini siende huko ili nafsi pengine kupata kutulizana, ndio unaambiwa kabla pengine hujaenda huko kufanya mambo ya shirki, mambo mabaya, basi kuna njia moja mbili itakiwa kuifanya. Sharti ya pili, athani, asema alla takuna mimma yukhalifu shari, kwamba hiyo ruqya isiwe yenye kukhalifu na sheria, ikawa hayo maneno yanayosomwa na khalifu na sheria. Kama idha kana fi mutadhamminatun bidu'ain ghairi llah, kama ikiwa kama itavyokuwa ni yenye kuambatana na maombi ghairi llah, siokuwa Allah, kama vile labda je kuambatana ruqya na maombi wasiyekuwa Allah, au istighathati biljinni, au kwa kuwataka msaada uokovu kwa majini, wama ashbaha dhalika fa innaha muharramu. Anasema bali hiya shirkun, ambayo itakuwa lenye kuharamishwa, bali hiyo itakuwa ni ushirikina. Kwamba hayo maombi unayoyafanya kama visomo, kama dua, visiwe vyenye kukhalifu na sheria za Allah. Kama dua, mfano wa dua unaomba mara hapo unaomba Allah, mara hapo unaomba viumbe vingine, kama sema jini wale wanapawa, wana nguvu, ngoja tuwatumie hawa, kama vile wanaofanya ushirikina, labda kuwatumia majini kwa ajili labda kwenda kumrogesha mtu, basi na wao na wewe ukasema je, watumie hawa kwa ajili ya hivyo, ni waombe hawa nisaidie katika shida zangu hizi, kama vile kwa mamudini hiyo katika upande wa kama kienyeji na upande wa wengine. Au watu wa vitabu wanasema wao wanatibu kwa ajili ya watu wa vitabu, mifumo yao wanaotumia, wanafanya istighatha kwa majini. Baada mtu akaswali raka mbili,
Kwa hivyo mtu hata swala tano si swali, lakini akawa swali kila muda kwenye kilinge chake kwa ajili ya kuita wale mashaitani na majini ili wamsaidie katika kazi yake hiyo, ima katika kuokoa watu anaifanyia na asomea au anawatibu. Ikiwa mfumo kama huo, hata kama anasoma maneno unasoma aya za Qur'ani, basi kapa anachanganya na mambo mengine, basi itakuwa ni haramu, bali hiyo itakuwa ni shirki. Kwa sababu sibabaike kwa sababu amevaa kanzu, amevaa koti, ukasema hii huyu kwa shehe. Sio kila shehe anatibu kisheria. Jambo la tatu nasema antakuna mafhuma maaluma, huwa yenye kufahamika na ruqya ni maneno maalum. Fa in kanat min jinsi 30 wa shuudha fa innaha la tajuz, ikiwa ni katika jinsi zile jinsi ya 30 zile 30 makaratasi yanayoandikwa, basi washuudha na vile mazinga kama vile mazingaombwe yakawa nafanywa yani ujanja au yakawa mambo yanaenda kinyume na uhalisia, basi hiyo itakuwa haijuzu au haifai. Asema amma binisbati litamam ama litamaim, ama kwa nisba ya ilizi, fa in kanat min amri muharram, fa in kanat min amri muharram au itakada annaha nafi'a lidhatiha au kanat bikitaba la tafham fa innaha la tajuz. Ikiwa katika jinsi ya zile tamima, jinsi ya ilizi au katika mambo yaliyoharamishwa, au mtu akaitakidi kwamba hiyo ilizi ni zenye au hizo rukia ni zenye kufanyaje, zenye kuondosha changamoto kwa dhati yake, au akaandika hizo 30 au hizo ilizi yani bikitaba, lakini hayo yaloandikwa la tufahamu, akifahamiki nini kimeandikwa, asema fa innaha la tajuzu bikulli hal, hii haifai kwa hali yoyote. Asema in tammat fiha shurutu 3 thabita fi riwayat ar-ruqya fa inna ahla al-ilmi ikhtalafu fiha kama sabaq, na ikiwa yatatimu masharti ndani yake hayo matatu katika upande wa ruqya, basi ahli ilmi wametofautiana katika masala hizo za irizi na hayo matabaka katika irizi na kusudiwa hizo azima hizo na 30 wametofautiana, hiyo tutalifahamu. Lakini kwa kujiepusha kama muallif yeye pasi na kufanya istithna, yani pasi na kuvua, yeye akasema hizo zote hizo ni katika nini, katika shirki, yani zile tatu zilizotajwa arruqa, sio akasema hivyo wa tamaim wa tiwal, sio wa matatu, akasema nini ni shirki. Hiyo katika yote ni shirki basi na kuvua. Kwa hiyo hapa yatakiwa mtu wa wale wasomaji watakiwa wafahamu, waondoke na masharti hayo, lakini pia katika kabla ya kurukia kwanza atakiwa mtu ajiombee mwenyewe, hasa kwa wanafunzi watakiwa walijue na wengineo. Umepata changamoto yoyote, watakiwa kwanza ujiombee mwenyewe, soma al-Baqara au soma alhamdu, soma qul a'udhu birabbin nas, qul a'udhu birabbil falaq, hizo dumu nazo, na soma kama una uwezo al-Baqara yote au ukasoma suratul Mulk, basi wewe ukawa au sehemu yoyote ile katika Qur'an. Tuona amesema sehemu yoyote ile Qur'an yote ni shifa, lakini kwa wenye kuamini. Kwa sehemu yoyote ukawa unaijua, basi utasoma kwa ajili ya changamoto hii. Na hiyo masala ya hapa muallif basi na kuvua, wanatoa sema hiyo si sawa sawa, kwa sababu Mtume pia alifanya ruqya kwa ajili ya sihiri. Lakini japokuwa yeye Sheikh amestadili na hadithi kwamba hakuna ruqya isipokuwa katika mambo mangapi? Mawili, sio sema lainu wal huma. Lakini pia kuna hadithi nyingine inaonyesha kwamba Mtume alifanya ruqya mwenyewe, huyo ile alifanyia kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas, katika masala ya sihiri, na wengineo pia walifanya. Kwa maana wanachuoni wakasema hii inaenea
kwamba ruqya si katika hivyo viwili, hadi katika mambo mengineyo. Sasa wale ambao wao wana changamoto, labda nyumbani mwao wanashaka, wanakuwa pengine wanasema nisi wana wachawi, pengine mtaani kwetu kuna wachawi. Sasa wewe usikimbilie kwenye taratibu, wewe soma Qur'ani, sababu Mtume anasema soma al-Baqara, kwa sababu Baqara ina baraka, kushikamana na Baqara kuna baraka ndani yake, lakini pia wachawi hawaiwezi. Kwa hiyo wakitaja Mtume wazi moja kwa moja, wachawi hawaiwezi surati al-Baqara. Kwa hiyo wewe ukitaka baraka, wanachuoni katika mambo yako, katika biashara zako, kwenye nyumbani kwako, wewe lazimiana kusoma al-Baqara tu. Wewe uko unasumbuliwa na changamoto za uchawi, za kushiriki na imani, wewe soma al-Baqara tu, wachawi hawaiwezi. Kwa hiyo yani imeisha kadhia yako. Kwa hiyo ina haja kusema unaweka 30 unasema sasa kuna kutofautiana. Wengi wana masahaba na wengineo wakifikia na maana ni katika upande wao, japokuwa kuna khilafu, lakini kama khilafu chache, yani kwamba haina nguvu. Kwa hiyo wengi wakifikia katika masala haya. Kwa hiyo kiufupi, ruqya takiwa ipo, na mtu akiwa na changamoto yote basi atasoma ruqya, lakini kwa utaratibu ule utajwa. Lakini pia asiamini moja kwa moja kwamba hiyo ruqya inaondosha kwa dhati yake. Kama vile unapokula dawa unaumwa, basi nakula dawa, tumia dawa, wewe ukasema dawa dhati yake inaponyesha maradhi hayo, bali kwa idhini ya Allah ndio inaponyesha. Kama vile unavorogwa, uchawi wenyewe hauna uwezo yani kufanya kazi, yani kurogeka huyo aliyorogwa, mpaka Allah aweke idhini, mpaka Allah idhinishe ndio unafanyaje, utarogeka. Kwa hiyo na hivyo watakiwa uamini hivyo. Lakini pia ruqya, kuna wakati unaweza kusoma ukaona changamoto bado iko vile vile, unasoma changamoto iko vile vile, hiyo unafanyaje? Nani yake bosi yake, endelea tu, kwa sababu pengine kuna vitu ambavyo wewe unafanyaje, unavikosa. Kuna baadhi ya masharti mengine katika zile adabu za ruqya pengine umezikosa. Kwa maana katika adabu za ruqya, wale wagonjwa au ima anajisomea mwenyewe au anasomea watu, anatakiwa kwanza apewe darasa kwamba hapo tunatumia maneno ya Allah kama Qur'ani. Lakini Qur'ani ukitumia hizi ruqya za kisheria, basi chache kwanza wewe unatakiwa kwanza ubadilike. Kama ulikuwa mtu wa maasi, uache maasi. Kama ulikuwa uko hivyo, unatakiwa uache hivyo na ukubali. Na ukiwa kama wewe si mtu wa ibada, hata swala tano ambapo kuanzia sasa hivi uanze kuswali, kwa sababu unatumia maneno ya Allah jalla wa ala, au hizi ruqya za kisheria. Kwa hiyo inahitajika mtu awe ndani ya sheria. Kwa hiyo hapo atakuwa mauidha hivyo. Hata kama sio kuwa Muislamu, unaweza kumsilimisha. Mimi bwana, mimi nikusomea labda sharti usilimu, unaweza kuweka masharti hayo, hamna shida katika upande huo. Mimi nakusomea changamoto, lakini sharti usilimu. Kwa hiyo itakuwa ni kheri pia katika upande huo. Kwa hiyo atapewa miongozo, kitu hakitakiwi, bwana mambo yao usifanye, mambo yao usifanye, mambo yao usifanye. Na sio sasa hivi tu, muda huo changamoto hadi changamoto ikiondoka, watakiwa wewe karibu na Allah, na zile ibada zako watakiwa wewe usiwe mwenye kuzipuuza, mwenye kutekeleza, hasa swala tano. Kwa hiyo hilo haitakiwi, madhambi aina yote haitakiwi, kudhulumu kwa aina yote haitakiwi. Pengine una uwezo pengine madhambi, kwa sababu ni sababu ya mtu kutokubaliwa yale maombi yake. Kwa hiyo unaweza kumsomea mtu mwenyewe, kumbe kadhulumu, alafu inafikia wakati kinachosoma kifanye kazi, ndio mpaka ayache ile dhuluma ambayo aliyoidhulumu. Kwa hiyo hilo takiwa lifahamike. Wengine ana haki ya mtu kwanza irudishe, wewe unamshartisha ili usiwe na ugumu katika hao wanaosomewa, japokuwa kwa mwingine sio sharti, lakini wakati wewe kama wewe unaweza kumwambia, kama ile miongozo katika zile adabu, yatakiwa ufanye hivi, ufanye hivi, ufanye hivi. Kama kuna kitu cha mtu basi kurudisha, kama kuna hili fanya hili.
basi mimi nitakusomea, lakini usifanye hili, usifanye hili, usifanye hili. Pale unaposomea pia kama ndani uzuri we sehemu za ndani, basi pale kiwe na mapicha ama makutani sio ile gani au ma-TV yote elimu anakuwa anakataza zile sura ziwepo. Na maana kama TV hivyo basi ifichwe, naenda kuna kitambaa tu kama itoe na ukia kama movie huko wengine nasomea. Kuna usomaji wa utaratibu huo, somea mwanzo mwisho, wengine ruka yako sio na manufaa yoyote. Kwa maneno yatahitajika, sio na hapo siongeze katika maneno siofahamika. Ndio kama hivi kwa mtu anachora nyota kwenye kama hizo zikiwa tarasimu au komode gani hizo zikichora nyota tukachora mwezi, hizo zote mafikana chuoni, hizo zote ni shirki. Haitajiwi uchore nyota kwenye tarasimu. Ikiwa hakuna namna ukasema nafuata khilafu, basi ufuate taratibu ule ule, utaandika tu kama aya Qur'ani kama wao, basi kama ayatul kursi na pasi. Lakini hiyo njia tumesema hiyo njia ni kwa masahaba radhiallahu anhu wao kuitukia, na wengineo hadi kwa sababu ni sheria inaenda kinyume na sheria, japokuwa kuna khilafu katika upande huo. Ikiwa kuna namna wale ambao labda kufanya, basi kusiwe na vitu ambavyo vifahamiki vilivyochorwa. Huko kuna mambo mengi wasomaji wa ruqya huko wale wenyewe wanajua, kuna mambo mengi wanachanganya taarifa. Na wewe usiwe kwa sababu una tamaa ya hela ukasema kusomea hiyo na sema kwa Allah hiyo itakuwa hela naitaka takuwa nipi, hata kwa mchanganyana na vitu vingine ambavyo si kweli. Kusomea hiyo wale kusoma kama kuwa ni dhati kweli, ikawa ni mkweli, alhamdulillah tu yale natosheleza. Umerudia mara 7 basi kadhi yake hiyo taibishi, na kila siku wanasoma hiyo basi hamna shida. Kila siku wanasomea hiyo na ukazidi kama kusoma sehemu katika Qur'ani, sehemu nyingine baada alhamdulillah katika mambo ambayo pia yanafaa. Lakini usiongeze ujanja vitu ambavyo kaleta mara kusoma hiki mara kujifanya ukaita ukaona unaingia huku unaingia huku. Okay, tawassul na kitu kimoja au na baadhi ya yale, basi wewe shikamana hivyo vina uwezo. Hizo za maimamu walikuwa wao wagonjwa wale wa shetani kwa wanafungua wao, wanapewa kama imamu anashughulisha anapelekwa kiatu, asema kiatu hichi anapelekwa mgonjwa, anapewa ile mgonjwa kama shetani wale wabishi ambao kiatu cha imamu na mama anakuja, lakini kiatu chake ni umetangulia kama shetani anakimbia wewe ni mwili kabla hajasoma chochote, kwa sababu ule ukweli wao na ule uyakini wao. Lakini wewe unaweza ukasoma ukamaliza al-Baqara na shetani asikimbia wala sitoka, na baada ya kuanza kumaliza mzee simaliza nenda kanifanya mambo yangu. Na wengine tumepata ushuhuda kwamba wao wasomaji wenyewe wakawa wanazaa bwana, wanapiga mikwaju na mtu ambaye hajulikaniki, wanaacha tu hadi masafu hadi tunake mtu anaiacha kwa mchezo nini, kwa sababu unakipigwa na mtu ambaye sio muona, unachanganyikiwa vibaya. Nasema shetani wengine wewe jifanyeni tumesokula hujaweka vizuri, kwa hiyo anaenda kumsomea mtu mtaani kunyima shetani iwa ikuzima huko, ndio utajua kwamba kumbe hii sio jambo la kupigia legelege. Kwanza mwenyewe utakaojipange kwa hatari na kila kitu, sio atakalo hujasoma hata moja katika dasku hujasoma huko tu atakusomea mtu ruqya. Kwa mwenyewe kwanza weka ulinzi. Wanasema kama ukiweka ulinzi ukasoma taa kwa uchache, bismillahilladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim, au a'udhu bi kalimati llahi min sharri ma khalaq, soma tabara zako zile. Wanasema shetani hata kisha kwenye vidole tu kisha kurudi nyuma, asema mambo hii yani haikiliki damu ya moto. Sasa wewe tukarudia haujaleta, alafu unajifanya kupu yeye kusomea kwa sababu sikia mfumo wa hela kutokea kwani hela yako. Kwa hiyo umepatia wala kwa maoma tu lakini kwa kupata shetani viburi kwa utajua ni kiburi chake koje. Na mashetani siku zote wa majini wana chuki na yule mtu ambaye anayemtoa kwenye starehe yake. Mtu kwenye mashetani alafu wewe ukakusomea wao wanakuchukia, unaanza kutengeneza uadui kutoka siku hiyo. Kwa hiyo wanakifanya wao
wanakufuata kila njia zako. Yaani pale unapoteleza, ima ukafanya maasi au ukafanya yaani ukaojaleta askari, hapo hapo watakapokushambulia wewe. Kwa hiyo sema hii imeisha tu, ama shetani kiburi la nini? Kumbe wako anakufuatilia tu ndio zako. Kumbe mnyamjanja, kumbe huyu maeneo mengi, kumbe katika upande wa biashara hapa huyu mdhulumaji hapa, sababu jambo ambalo anatumia udhaifu ule ambao wewe unapomkosea Allah, ule ulinzi unapungua kwa wewe. Kwa hiyo ndio hilo ndio wanatumia wao, au kwa unapokuwa mchafu kwa namna yoyote wao wanatumia kwenye kipengele hiki. Kwa hiyo takiwa hilo tulifahamu katika wanaosomea ruqya. Lakini jambo zuri tukiwa tujisomee sisi wenyewe, na kwa mtu unamwona kuna mgonjwa ana changamoto yote ile, basi kabla yeye mwenyewe hajasema nisomee, wewe takiwa ndio msomee, mwingine hajui. Sababu mtu akitaka kusema niomsomee au niombee mwenye changamoto basi anajinyima zile fursa za kuingia peponi pasi na hesabu. Yote tushazisoma hizo. Kwa hiyo kabla yafikia ukomo huo, wewe msomee kwanza. Ndio maana katika adabu za kuwatama wagonjwa, unapofika kule na kwanza umsomee kama alhamdu, mkaririshia kama la 7. Yaani hiyo ni ruqya, ili asiye akatamka nisomee niombee tu bwana mimi nimekwama hapa, kabla hajasema hivyo wewe sasa mtangulizia. Sasa hiyo ni kheri inapatikana kwa watu wenye kusoma na wenye kushughulisha mambo hayo. Lakini wewe mwenyewe kuna changamoto, jisomee mwenyewe, usimwambie mtu aje kukusomea. Lakini ule kwa ujue vile vipengele, usiwe mtu wa dhulma, usiwe mtu mwenye kula haramu, kwa sababu hizo maombi yake yakubariki. Utafanya wewe mwisho utakuta yale maombi hayajibiwi kwa sababu kuna dhulma ndani yake, au kuna haramu ndani yake, au umekosa, au unasoma kinyume baada ya Qur'an unaiharibu au vuti au nini, hapo pia itakuwa ikubaliki. Au kwa wanasoma sio zile dua maathura, uka maneno yako tu ambayo haeleweki ndani yake, au ndani yake anafuta utata, hapo pia itakuwa ni sehemu nyingine ni kikwazo kutokujibiwa maombi yako. Kwa hiyo utajiepusha hayo na ujaitizama, mimi je, katika upande wa amri za Mungu niko mbele? Je, katika upande wa makatazo, je, mimi niko najikataza, niko mstari wa mbele katika kukataza hadi kuyakataa? Ikiwa unaona kuna kinyume au unaenda kinyume labda na sheria, basi rudi kwenye sheria, alafu anza maombi au anakujibu mara moja. Kwa hiyo haina haja kumwambia fulani uko upepo Stefano kwa sababu ya ruqya. Wewe mwenyewe hiyo itakusaidia. Lakini katika ruqya kubwa, baada ya alhamdu, someni hizo kusura ndogo ndogo vikosa, basi ndio baada hapo kusoma na al-Baqara. Baqara kwa wewe siwe na katika, kama asubuhi, mchana, jioni, kupata muda wewe soma. Na mambo ya sihiri ndio mapema, yani Baqara Qur'ani mara moja, yani sihiri na inayayua kwa mwili kuliko vitu vingine ambavyo unafikiria.